katika maudhui yetu tukiendelea nayo kuhusu mauti. Ayuha al-ikhwatul muslimun, Allah anasema tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lilmuttaqin. Tilka ad-darul akhirah, hiyo nyumba ya akhirah, hayo maisha ya akhirah, naj'aluha, tumeiweka special lilladhina, kwa wale ambao la yuriduna uluwa, hawataki kujitukuza, hawataki uluwa, hawataki majivuno, hawataki kujiona, wala fasada, wala kufanya uharibifu wa aina yote. Ndio wameandaliwa hiyo nyumba ya akhira watu wenye sifa hizo. Wala aqibatu lilmuttaqin, na mwisho Allah akasema mwisho mwema watapata wenye kumwogopa Allah. Kwa hivyo jua kwamba uko umwogopi Allah kwa aliye kukataza hakuna mwisho mwema. Tumuombe Allah tujalie mwisho mwema. Ndugu zangu katika imani, hebu fikiria ndugu yangu, ikiwa muda wako wa kufa umeshafika, wa kuondoka duniani, fikiria mauti yatakufika ukiwa katika hali gani? Je, yatakujia mauti ukiwa nyumbani unakula, unatazama TV, au umepumzika nyumbani unazunguna, au umepumzika na watoto, au upo maskani, au unatembea njiani ghafla ukadondoka? Fikiria yatakukuta katika hali gani? Je, yatakukuta mauti ukiwa unasoma Qur'ani, unaleta tadhkiri, unamsabihi Allah, unaleta istighfari, unasali? Je, yatakukuta katika hali gani? Je, mauti yatakukuta ukiwa unazini na wanawake wake za watu, unazini na wanawake wasiokuwa halali yako? Yatakukuta katika hali gani? Je, mauti yatakukuta ukiwa unacheza mpira, unacheza karata, unaangalia vitu vichafu, pornography katika internet, katika Facebook, katika WhatsApp, katika TikTok? Yatakukuta katika hali gani? Au unachati usiku wa manane na girlfriend wako, mwanamke wasiokuwa halali yako? Katika hali gani yatakukuta? Ndugu zangu katika imani, undur ila ayuha al-ikhwa kaifa ta'tika al-maut, angalia mauti atakuja katika hali gani? Al-mautu yati baghtatan wal qadru sunduqul amal, mauti humjia ghafla na kaburi ndio sanduku la matendo yote. Mmoja katika washabiki wa Valencia ya Uhispania alinunua tiketi ya kuangalia mpira miaka 10, sababu watu wana pesa. Wengine katika nchi za wenzetu mtu anaangalia mechi ya msimu mmoja, anaangalia ligi moja, anaangalia msimu mzima kadri ya hali ya uwezo wake ule. Sasa kijana huyo yeye akasema mimi nikatia tiketi ya kuangalia mpira miaka 10. Kwa hivyo yeye atakuwa hatoi pesa, anaingia tu free of charge. Basi wakati ule anakata tiketi ile, mshabiki yule wa Valencia ya Uhispania anakata tiketi tayari, anaondoka. Ndio siku ambaye muda ule anaondoka na rafiki wake, ndio siku ambaye ametoka roho, malakul mauti kafika kuchukua roho. Ndugu zangu katika imani, hii ndio hali. Wakafal bil mauti wahidha, mauti yanatosha kuwa ni mawaidha. Wakafa mautin wakafa wa huwa khatwatun ila al-akhirah, na ndio hatua ambayo inampeleka mtu katika maisha ya mengine ya akhira. Atakayekufa basi huyo ndio kiama chake kimeshasimama. Qala alayhi salatu wasalam, awwalu al-qabr awwalu manazil al-akhirah, mimi nasema kabri ndio nyumba ya mwanzo ya kuelekea maisha hayo, maisha mapya ya akhira. Fadaruna al-haqiqiyya hiya ba'da mautina, nyumba yetu sisi Waislamu, nyumba yetu sisi viumbe ya uhakika, maisha yetu ya uhakika ni maisha hayo baada ya kufa. Hayo si maisha ya uhakika haya, maisha kubahatisha, leo upo kesho upo. Maisha ya uhakika ni hayo maisha baada ya kufa. Ndugu zangu katika imani, undur liman malaka dunya hal raha min ghairi al-qutni wal kafani. Hebu angalia kuna watu walimiliki majumba, walimiliki mali, walikuwa na uwezo mkubwa wa kila kihali na mali. Wako wapi? Walipoondoka ulimwenguni wameondoka nini? Wameondoka na nyumba zao, wameondoka na mali zao na hali zao.
aliraha min ghairi alqutn walkafn. Wameondoka na pamba tu, wameondoka na pamba zile zinotiwa baadhi ya sehemu katika tundu zile, kaondoka solete mtupu kabisa. Ayuha alikhwa, wako wapi ndugu zetu? Wako wapi wazazi wetu? Wako wapi tuliosoma nao chuoni pamoja? Wako wapi tuliosoma nao shule pamoja? Wako wapi tulicheza nao? Wako wapi walimu wetu stadi, walimu wetu wazuri ambao mwalimu hodari? Wako wapi? Wako wapi mafundi wetu stadi ambapo fundi kama hajafika kazi na hairishwa haifanyi? Wako wapi? Almautu babun wa kullu nasu dakhiluhu, mauti ni mlango na kila mtu ataingia katika mlango huo. Ya laita shi'ri ba'da albabi maddaru, lakini mimi sijui baada kushapita katika mlango huo utaenda katika nyumba gani, sijui. Ndugu zangu katika imani, aina atharu mau'idha, iko wapi athari ya mawaidha? Ai fi qulubina, aina atharu kalamu rahman, iko wapi athari ya maneno ya Mwenyezi Mungu? Mawaidha yanatolewa katika maredio katika hali tofauti, iko wapi athari? Bala kila siku hali ya ushakawa na udhinifu na udhalilishaji na hali kuwa mbaya, kila siku zikena nazidi kuwa mbaya, athari haionekani na dawa inafanya kila siku. Ayuha alikhwa, ya ibn 20, ambayo umeshatimia miaka 20, kam mata min aqranika watakhallaf, wangapi katika rafiki zako? Ufikiria katika rafiki zako uliokuwa nao, wangapi washaondoka? Ndugu zako wangapi washaondoka? Ya ibn 30, wewe ambaye umeshatimia miaka 30, adrakta shabab fama ta'assaf, tayari ujana ushaufika, bado hujasikitika tu, bado umejisahau. Ya ibn 40, dhahaba siba anta ala lahwi, mwenye kulwe ulefika miaka 30 miaka 40, ujana tayari ushaukimbia, bado upo katika hada, katika pumbao tu la dunia, katika starehe tu, na ujana ushakuaga, ushakupa mkono, bye bye. Ya ibn 50, ambaye umeshatimia miaka 50, anta zar'an qad hadana hasada, ushapanda ulichokipanda, sasa umebakia wakati wa kuvuna. Ushapanda ulichokipanda, umebakia wakati na wa kuvuna. Ya ibn 60, ambaye umeshatimia miaka 60, hayyan ila alhisab, haya jitayarishe kwa kuhesabiwa, jitayarishe sasa kwa hali ya kuhesabiwa. Fa anta ala tarki almanaya qad ashraf, glasi ya kinywaji imeshakurubishwa, ya umauti imeshakurubishwa. Ya ibn 70, madha qaddamta wa madha akharta, wewe ambaye umetimia miaka 70, nini umekitanguliza na nini umekichelewesha kwa ajili ya safari ya kesho? Ya ibn 80, wewe ambaye umeshatimia miaka 80, la udhra laka faqad u'dhirka, huna udhuru tena, huna sababu tena sasa hivi, sababu mshapewa, udhuru ushapewa sasa hivi, tena muda huo bado unamwasi Allah, miaka 80. Ayuha alikhwatul muslimun, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zisabuni hasibu anfusana, tuzihisabu nafsi zetu kabla an nuhasabu, kabla hatujahesabiwa. Wazinu a'malana, na tujipimie wenyewe matendo yetu, tuyapime kabla an nuzana alaina, kabla hajafika siku tukapimiwa. Wa'lam anna malakal maut qad takhattana li ghayrina, najua kwamba malakul maut kila siku anawapitia wengine. Unasikia fulani kisha kufa, unasikia fulani kisha pitiwa. Matangazo yote tunayasikia, unamsikia malakul maut anaporanda kwa watu. Wasayaqutu ilaina, na ipo siku atakuja kutua kwa mimi au kwa wewe. Muombe Allah atujalie husnul khatima, atujalie kutekeleza yale ambayo anayapenda kuyaridhia, na atujalie mwisho mwema kwa dunia na kesho akhera.